Lakini kuna wakati unafikiria, unawaza tena kwamba hao wasiojulikana, hao mara wakati mwingine mtu anaweza akawa amepotea, akatekwa, watu wanaenda kutafuta vituo vya polisi, unaambiwa hayupo, lakini unakaa siku 6, 7 ngapi pale pale mlipoambiwa hayupo, pale pale watu walipoambiwa hayupo, mtu kapatikana, mtu kaonekana. Sasa wasiojulikana ni akina nani hawa? Ambacho kinaeleweka ni kishindo, watu waoni, ni kishindo, watu wamepotea, ni kishindo, watu wanalia wimbo wa milele, maumivu yasiyoisha. Waliokuwa chini yake hapo watatusemea, watatusaidia. Bila shaka wao watalinda yule aliyeshinda kwa 98% kwa kishindo ambacho kila Mtanzania anakijua kwamba ni kishindo kweli, ni kishindo, watu hawapo, ni kishindo, watu wanalia, ni kishindo, watu hawaonekani. Bila shaka lazima waendelee kumtetea yule, ili kwa sababu yule aking'oka, akimust go, hata wao watalazimika kumust go, hata wao hawataonekana, hawatakaa hapo. Peleko wapi? Kwa ajili ya nini? Muda haujawahi kushindwa. Historia itaenda kujirudia katika taifa hili. Bado mnao uwezo wa kufanya maamuzi, wa kuokoa jazili na kunusuru na kuingia katika historia ya milele ya kwamba mliokoa. Kwa sababu kuingia katika historia ya milele hiyo lazima muingie tu. Msipookoa mnaingia kwenye historia ya milele kwamba mlikuwa mna uwezo wa kuokoa, hamkuokoa. Mkiokoa mnaingia kwenye historia ya milele kwamba mliokoa. Kama vile tusomavyo maandiko katika Biblia, zamani zile watu waliotesa, walioumiza, walioua, wafalme walioua, tunawasoma milele na milele. Historia zao zimeandikwa kwa kalamu ya chuma. Nanyi ndivyo hivyo. Lakini mkitenda wema, wema wenu mkiokoa utaandikwa kwa kalamu ya chuma hivyo hivyo. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa ajili yako yeyote unayeweza ukanisikiliza. Anze kwa kutoa fafanuzi ya kwamba jeshi la wananchi, maana ya jeshi ni nini? Kwa nini linaitwa jeshi la wananchi? Sababu ya kwa nini linaitwa jeshi la wananchi, jeshi la wananchi, manake jeshi ni la wenye nchi. Jeshi sio mali ya watu, sio mali ya chama, sio mali ya mahakama, sio mali ya mafisadi. Jeshi la wananchi, JWTZ, jeshi la wananchi. Jeshi la wananchi tafsiri yake ni jeshi la wenye nchi, wana wenye nchi, wananchi, wana wenye nchi. Kama ni la wenye nchi, ni la wana wenye nchi, tafsiri yake bila shaka wananchi wakilia lazima litawauliza mnalilia nini? Wananchi wakiumia lazima litatafuta, litaangalia wananchi kwa nini wanaumia. Jeshi sio mali ya wanasiasa, sio mali ya chama fulani. Jeshi sio mali ya bunge, na wala jeshi sio mali ya rais. Sasa kwa maana hiyo ninachoweza kusema ni nini? Katika madhila, utekaji, uovu, ubaya, ubadhirifu wa mali za umma, kilio tulicho nacho wa Tanzania, jeshi lingeweza kutusaidia. Jeshi lingeweza kuingilia kati. Jeshi lingeweza kusimama na wananchi, kwa sababu ni la wananchi. Watu wanalia, wanaolia ni wengi, ila wanagugumia ndani. Wana maumivu wengi, ila wanagugumia ndani, kwa sababu tunaishi kwenye taifa ambalo hata kulia tu kwenyewe hautaki ulie. Hata kusema mimi ndugu yangu kateko haitaki useme. Yaani hata kusema mimi ndugu zangu waliuawa Oktoba haitaki usemwe. Ukilia tu unapotezwa. Ukilia tu basi na wewe
watakutembelea wasiojulikana. Lakini wakati mwingine unajiuliza, hawa wasiojulikana ni akina nani ambao serikali yenye wajibu, kwa sababu ina wajibu wa kuwalinda wananchi, imeajiriwa na wananchi, inashindwaje kujua? Lakini kuna wakati unafikiria, unawaza tena kwamba hao wasiojulikana, hao mara wakati mwingine mtu anaweza akawa amepotea, katekwa, watu wanaenda kutafuta vituo vya polisi, hamna, unaambiwa hayupo. Lakini unakaa siku 6, 7 ngapi, pale pale mlipoambiwa hayupo, pale pale watu walipoambiwa hayupo, mtu kapatikana, mtu kaonekana. Sasa wasiojulikana ni akina nani hawa? Wasiojulikana ni wakina nani? Wananchi tulitegemea bunge litatusaidia, lakini bunge lenyewe ndo hili. Limefikaje hapo? Limeingiaje hapo? Nani aliyelipa kishindo cha 98%? Nani kwa sababu wabunge wenyewe wamebebwa na nani? Aliyebebwa amefikaje hapo? Kishindo chake ni kishindo cha aina gani? Cha 98%. Hizo 98, hizo 98% kashindaje? Je, kama kishindo ambacho kinaeleweka ni kishindo watu waoni, ni kishindo watu wamepotea, ni kishindo watu wanalia wimbo wa milele, maumivu yasiyoisha, waliokuwa chini yake hapo watatusemea, watatusaidia. Bila shaka wao watalinda yule aliyeshinda kwa 98% kwa kishindo ambacho kila Mtanzania anakijua kwamba ni kishindo kweli, ni kishindo watu hawapo, ni kishindo watu wanalia, ni kishindo watu hawaonekani. Bila shaka lazima waendelee kumtetea yule, ili kwa sababu yule aking'oka, akimust go, hata wao watalazimika kumust go, hata wao hawataonekana, hawatakaa hapo. Sasa mbona ni kama ni jeshi la chama cha mashetani? Kama lingelikuwa ni jeshi la wananchi, lingeweza kusikiliza kilio, lingeweza kusikia maumivu ya Watanzania, maumivu ya wananchi. Sasa kwa nini linaitwa jeshi la wananchi lakini haliwasikilizi wananchi, yaani wenye nchi? Matumaini ya wananchi katika maeneo mengi yalikuwa ni jeshi, lakini sasa hata matumaini katika jeshi yamepotea ama yameisha. Watu wanatekwa. Serikali ilikuwa ina wajibu wa kujua wanaoteka ni akina nani, kwa nini. Na kwa kadri wananchi wanavyoona hatua stahiki zilizotakiwa zijadiliwe na bunge, labda bunge lingekuwa linajadili utekaji, ndugu waliotekwa, labda mahakama zingekuwa zinatenda haki. Unaona, mithili ya kauli aliyowahi kutoa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Wako wengi chungu zima, mbona ni kama wengi tu waliotoa kauli zilizokuwa nzito zaidi ya ile, lakini wako haya. Ana siku 400 karibia 50 ngapi huko, hata hajahukumiwa, yupogo tu mahabusu. Sasa mwaka mmoja na siku nyingi hizo, si tayari unaishi jela, umeshahukumiwa sasa. Lakini jeshi bado linao uwezo wa kuchukua maamuzi na kuwaokoa Watanzania. Mnao uwezo,
na muda bado upo. Lakini hata msipochukua maamuzi hayo, hakimu wa kweli ni muda. Muda ni hakimu wa kesi zote gumu zilizowahi kushindikana. Muda haujawahi kushindwa, muda haujawahi kufeli. Naomba nikusomee maandiko katika Mithali 24 mstari wa 11. Jeshi, mnaweza mkatumia andiko hili, ama jeshi kama jeshi bado mna nafasi ya kuwasaidia, ya kutusaidia, ya kutuokoa. Tuokoeni, tuokoeni. Watu wanaweza wakasema si awaokoe Mungu. Pia Mungu hutumia watu. Mahali popote Mungu alipookoa alitumia watu. 24 Mithali 11, uwaokoe wanaochukuliwa ili wauawe. Jeshi, okoeni wa Tanzania wanaopotea, hatujui wanaenda wapi, hatujui wanauawa wanaenda wapi, kwa sababu ya kupaza sauti, kwa sababu ya kuongea. Nao walio tayari kuchinjwa uwaopoe. Jeshi, waopoeni waliotekwa. Hatujui wako tayari kwa ajili gani. Inawezekana wako tayari kwa ajili ya kuchinjwa. Waopoeni walio tayari kwa kuchinjwa. Waopoeni, waokoeni wanaochukuliwa ili wauawe, wanaotekwa ili wauawe. Mara kadhaa tumeona picha mjongeo, mara kadhaa tumeona mitandao ya kijamii ikiwa imerusha video mbalimbali na picha za watu waliotekwa, kama kina Mdude amekamatwa tu pale, damu za kutosha, na wengine wengi. Je, hao watakuwa ni wazima? Wamepelekwa wapi? Kwa ajili ya nini? Muda haujawahi kushindwa. Historia itaenda kujirudia katika taifa hili. Bado mnao uwezo wa kufanya maamuzi, wa kuokoa jahazi hili na kunusuru na kuingia katika historia ya milele ya kwamba mliokoa. Kwa sababu kuingia katika historia ya milele hiyo lazima muingie tu. Msipookoa mnaingia kwenye historia ya milele kwamba mlikuwa mna uwezo wa kuokoa, hamkuokoa. Mkiokoa mnaingia kwenye historia ya milele kwamba mliokoa. Kama vile tusomavyo maandiko katika Biblia, zamani zile watu waliotesa, walioumiza, walioua wafalme, walioua, tunawasoma milele na milele. Historia zao zimeandikwa kwa kalamu ya chuma. Nanyi ndivyo hivyo. Lakini mkitenda wema, wema wenu mkiokoa utaandikwa kwa kalamu ya chuma hivyo hivyo.